Jana nilikuuliza swali ukalirudisha kwangu wakati tunazungumzia ishu kubwa kabisa ya malezi, kwa sababu ya watoto wetu wanavyolelewa, lakini uliongelea jambo kubwa sana la kiroho, connection ya kiroho na kimwili na kinafsi, ambayo inazalisha watu ambao hawako responsible, lakini zaidi sana kundi la mashoga ambalo sasa hivi linalalamikiwa sana. Sasa nikakuuliza, katika malezi sasa hivi tuna wimbi kubwa sana la wanawake ambao ni single mothers, na mimi nimewahi kupita kwenye hiyo situation ya single mother, ukairudisha kwangu. Yeah, because mambo ni sio magumu kama tunavyofikiria sisi. Mambo yako very simple. Wewe umepitia mambo yako very simple. Yeah, yako very simple. Trust me. Unamaanisha nini? Okay. Unaona ile si bahari. Ile bahari, si ndio? Hii ni bahari. Ile ni bahari. Kwa hiyo hapa tuko nchi kavu, si ndio? Si ndio? Ukitoka hapo ukiingia pale. Si ndio? Kama hujui kuogelea utakufa. It's very simple. Na mimi nakufa. Mimi sijui kuogelea. Utakufa. Na spend maji. Hata wale unajua kuogelea kabla mrefu wakienda mbali. Hakuna maji. Unasikia? Wanakufa. Unaelewa? So maisha yako hivyo. Yaani Mungu ametule kuna samaki wanaishi. Sasa ni ndio kwao. Okay. Kama sisi tunavyoishi. Wakija huku nao wanakufa. Na wao wakija nchi kavu watakufa. It's very simple. Kwenye maisha Mungu ametengenezea mfumo ambao uko ni mrahisi sana. Mtoto anaelelewa vizuri, anapewa ulinzi, atakuwa kijana mzuri. Anaelelewa vibaya, atakuwa kijana mbaya. It's very simple. Asielelewa atakuwa pia mbaya. Yaani maana yake hivi wanasema hivi, usipofanya kitu, umeelewa? Lazima kitaharibika. Yaani usipofanya kitu kinaharibika. Ila ukitaka kisiharibike inabidi ufanye kitu. Umeelewa? Yaani kwa mfano wewe ukiamua tu kula bila kuchunga unachokula, utanenepa, utapasuka. Utagain, utapata magonjwa. Afya mbaya. Umeelewa? Lakini ukianza kutengeneza management kwenye vitu vyako, utafanikiwa, kutakuwa kuna order. Kwa hiyo mimi nikasemaje, nikairudisha kwako kirahisi kwamba wewe umepitia hivi vyote, inabidi uongee na wanawake uwaambie, one, ulikuwa na ndoa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Katika hizo ulikuwa moja una watoto kuanzia. Umeona? Unaongelea tu kipengele cha single mother. Sio single mother pekee yake. Kwa sababu single mother kana tu wamewapitoa wapi? Wametoka kwenye mahusiano. Sasa utasemaje single mother? Single mother maana yake. Okay, sawa. Kwanza mimi nashindwa kuelewa, there's no such thing as a single mother. Ni maneno tunatumia. So wewe okay, na stage zangu hizo umezitaja. Zungumzia stage ambayo unasikia. Zungumzia stage ambayo ulikuwa na mme, ulikuwa na mtoto. Kwa hiyo labda sio relevant sana. Anza ambayo ndoa yako ya pili ulikuwa na watoto na changamoto then na now. Zungumzia hiyo wanawake waone tofauti ya watoto ambao wanalelewa wakiwa na baba ambaye yupo hayupo na baba ambaye yupo hayupo na yupo. Wataelewa kusema hivyo. That's very simple. Wanasikia, wanajua, experience una share. Shida ni kwa sababu sisi hatushare experience za nzuri za maisha tunazopitia, tunashare. Hata mbaya. Tunashare hata mbaya nzuri. Hatushare mbaya, alafu tunashare vitu fake ambavyo havipo. Okay. Kila mtu anataka kuonyesha yuko sawa. Mimi nazo share zote ni nzuri na mbaya. Nzuri na mbaya. Yaani usitarajie mimi sina mambo ya kupaka rangi. Ongea na okay. So umesema nimekuwa na ndoa tatu. Ndoa tatu zimekujaje? Ndoa ya kwanza hatujaji kwenda huko sana kwa sababu kule ulikuwa una mtoto. Lakini ni muhimu kusema hiyo ndoa ya kwanza pia ina masomo yake. Sawa, leo hatukwenda kwenye hiyo somo hiyo. Sasa kwa nini umesema ndoa sasa? Yaani mimi nimesema tatu, maana yake tayari una experience na kukaa na women in three phases. Sio, umenielewa? Ndio hiyo na maana. Ambao ni official. Okay, so ni hivi na ningependa kwenye ndoa ya kwanza, napenda sana somo kubwa sana kwa wasichana kwamba usiolewe kwa sababu ya tumbo, usiolewe kwa ajili ya njaa, kwa sababu ile inakunyima uhuru. Utaingia kwenye ndoa kwa sababu ya vipesa vya mwanaume, vimali vyake, lakini kuna kitu kikubwa sana ambacho utakikosa maishani. Utakosa furaha, utakosa uhuru wako, utakosa ndoto zako, utakosa, yani kuna vitu vingi ambavyo utakuja kugundua kwamba pesa peke yake haina maana. Yani thamani ya maisha sio pesa. Waweze kujitegemea kabla hawajaolewa. Umemaliza. Hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kabla namba 2. Kwa hiyo mimi nilivyoingia kwenye hiyo ndoa na kugundua kwamba kumbe pesa sio kila kitu katika maisha, then niliamua kutoka ili niweze kurekebisha. Na ndio maana napendaga sana kunapozungumzia hii ndoa niwafundishe wasichana kwamba usiingie huko kwa sababu una shida, kwa sababu una njaa, kwa sababu ambazo sio za msingi. Ni vizuri mwanaume akukute umekamilika. Kukamilika maana yake unajitosheleza. Unaweza kula, unaweza kulala, unaweza kuvaa. Then mahusiano yaje. Hapo utakuwa una maono, una focus, unaweza kwenda mbele. Na unaweza ukaepuka sana vitu vya unyanyasaji na ukatili ambavyo wanawake wengi wanavipitia kwa sababu wameingia kwenye mahusiano ambayo
ambayo sio sahihi, yani wameingia kwa sababu tofauti, kwa sababu ambazo sio za msingi. That's my first ndoa, na hicho ndio kilichonifanya mimi namshukuru Mungu nipata ujasiri wa kutoka. Kuna wanawake wengi wamefanya hiyo mistake, wengi sana, lakini hawana ujasiri wa kubadilisha. Kumbuka focus hapa ni malezi. Haya, sawa. Ya pili nilifanya marekebisho, nikajiandaa, nikarudi kwenye biashara zangu, kwa sababu sio kwamba nilikuwa sina biashara, ila biashara ziliumba. Okay, kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Kwa hiyo ya pili nikahakikisha sitaingia kwa sababu ya shida na njaa na vitu kama hivyo, ila nitaingia tu kwa sababu za kimahusiano. Na kweli kule nilikaa nikatumika kama mwanamke, nikaweka mchango wangu, yani nikawa yule mwanamke ambaye ni helper, really helper, msaidizi. Kwa hiyo nikawa nasaidia familia, biashara zangu na kila kitu. Wanasema mwanamke akiwa na biashara au akiwa na pesa, familia itaenjoy. Sasa huyo ndio mimi kwenye ndoa yangu ya pili. Namshukuru Mungu, tulienda vizuri na tulikaa miaka 10. Ila nilipogundua mwenzangu ana mahusiano mengine, pale mimi ndio nilinyosha mikono. Sasa katika kipindi cha malezi, tunaongelea malezi, pale nilipata experience ya kuwa na watoto wawili ambao nimewazaa kwenye ndoa ya pili. Sasa baba ambaye nilizaa naye wale watoto, mimi ni mama ambaye nilikuwa natamani sana kuwa na baba ambaye yuko available, yuko kwenye, yani yuko anawajibika, anafanya kazi, anafanya majukumu, lakini anapokuwa na familia pia anakuwa available. Sio yupo kimwili lakini kiroho hayupo. Nafikiri nikisema hivi kwa wanawake wengi wataelewa. Baba yule ambaye akija either atakuwa kwenye TV au atakuwa kwenye simu. Okay, kwa hiyo ilikuwa na impact gani kwa watoto? Maana tunataka focus iwe malezi. Sasa impact gani itakuwepo? Kwa sababu mimi kwanza ndio kwa mara ya kwanza nimepata watoto. Sasa hivi naweza kuona utofauti kwa sababu ndio maana nikasema yani wakati ule kulikuwa kuna watoto walikuwa na experience. Yani hakukuwa na uongozi wowote kutoka kwa watoto. Kwa hiyo watoto walikuwa na experience nini? Kama ukijaribu kufikiria. Experience ni ile tu kwamba watoto wanajua huyu ni baba basi. Lakini unasema kama hamna interaction? Hakuna interaction, hakuna guidance, mwongozo. Hakuna. Of course bado watoto walikuwa ndio ni wadogo, lakini bado unaweza ukawa na activity na watoto. Kuna activity unaweza ukawa nazo, yani ukawa simu yako ukazima, ukaiweka pembeni, ukazima TV, au hata kama ni TV ikawa ni TV ambayo ina kama, mbona sasa hivi naona mnaangalia TV lakini ambayo ina ushirikiano. Yani kwamba hujawaacha watoto, yani sio kwamba wewe ndio uko kwenye TV. Ile ilikuwa mnafanya pamoja. Sasa ile ilikuwa ni baba yuko kwenye TV au yuko kwenye simu. Full stop. Ile tu how are you my son imeisha. Yani kwamba hakuna vitu vingine. Okay. Hakuna hata kusema tunasema niseme kuweza kuwa pale kifikra, kinafsi na kiroho. Hiyo ndio amna. Yani upo kimwili physically, emotionally upo kimwili tu. Hiyo ndio experience ya ndoa yangu ya pili ambayo nilipata watoto wawili pale. Kwa hiyo kuna tofauti gani sasa na sasa? Uzungumzia maana hapa kabla sijafika hapa nimekuwa na miaka 5 ya single mother. Tumesahau hivyo kwa single mother. Sasa from there from there kwanza niliona gap kubwa sana ya kwamba niliona hata ile kwamba hata yule baba ambaye ni baba yupo kimwili, nilihisi kwamba ule uwepo wake ni muhimu. Kwa sababu niliona watoto yani kama wanapoteza mwelekeo. Kivipi? Kwanza watoto wanakuwa wanauliza baba yuko wapi? Kitu ambacho kisaikolojia kinaumiza sana. Na unakuwa unabidi uwadanganye baba yuko kazini, yuko kazini kwa miaka inaenda 5 years unawaambia watoto baba yuko kazini. Alafu nakuta ni baba ambaye anakuja labda kwa mwaka mara 2 kuwaona watoto. Kwa hiyo na hata simu apigi wala hawatafuti. Kwa hiyo unapata mama anapata, yani mimi nilipata hiyo shida sana kwamba watoto wanapoanza kuniuliza, kwa sababu wao hawasahau, wao bado wanamuulizia baba yao. Kwa hiyo ikawa hiyo kidogo naona inawaathiri watoto. Kwa hiyo nikaanza hata kutamani basi bora hata alivyokuwa yupo kimwili, yuko kwenye simu, yuko kwenye TV na hayupo mara nyingi kile kidogo ambacho kilikuwepo. Ingawa sio sawa, lakini unaona bora ile ndogo. Ilibidi nione hiyo. No, ni sawa kabisa. It's fair kusema hivyo. Okay. So after 5 years ndio hivyo. Mahusiano haya ndio yakaja sasa. Haya sasa hivi. What's the difference? Tofauti ni kubwa mno. Tofauti ni kubwa mno. Kubwa mno. Siwezi hata sijui nianzie wapi. Hatuwezi kuongea yote. Twende focus ya malezi zaidi. Sasa hii ina tofauti kubwa sana ambayo hata dunia ni shahidi. Ni shahidi kwa sababu toka umekuja kwenye maisha yangu
tumekuwa tuko public na maisha yetu yanaonekana namna ambavyo yani tuko pamoja. Tuko pamoja na watoto aidha wameenda shule na ilikuwa pia ni ushauri wako kwamba watoto waende shule lakini warudi nyumbani ili wajifunze skills nyingine nyumbani. Hii biashara watoto kuwa boarding sio kitu ambacho unakiona sawa. Na nimeona impact yake ni kubwa mno. Hawa watoto sasa hivi wakati unakuja walikuwa uwezo wa kujitegemea ulikuwa ni mdogo sana, uko chini sana. Kwa sababu mimi kwanza kama mama na kama mwanamke nilikuwa kuna vitu vingi naona kama ni kuwatesa watoto. Yaani wanachokitaka chochote nitajitahidi kama kiko ndani ya uwezo wangu nitawapatia. Hichi kitu mwanzoni wakati unaanza kunifundisha kwamba lazima uwawekee watoto yani wa discipline watoto, uwafundishe kwamba hiki labda sio wakati wote watakuwa nacho. Nilikuwa naumia naona jamani itawezekana kweli? Itaweza kweli hivi? Mbona kama nawatesa watoto? Lakini with time na nafikiri ulikuwa unanielewa kwa sababu nilikuwa yani naweza hata nikakasirika pale ambapo labda unawa discipline watoto, unawaambia hapana hiki lazima kiwe hivi, lazima kifanyike hivi. Sasa mimi naona unakuwa tough, yani unakuwa tough kwa watoto. Nikasema mbona kama sielewi. Sasa hiyo baadaye ndio nimekuja kushukuru kwamba ingawaje ilikuwa ni ngumu mimi kuikubali, lakini kumbe watoto walikuwa wanahitaji, kwa sababu sasa hivi nawaona namna ambavyo watoto wamebadilika, wana discipline, wana nidhamu. Mpaka kuna mtu alinitumia sasa, nimekutana na watoto wako umewapa malezi mazuri. Lakini ukweli ni kwamba ndio mimi nina pati yangu, lakini pati yako ni kubwa zaidi, hasa katika kuwa shape. Watoto hawa sasa hivi wanajifunza kwa vitendo kuhusu kazi, kuhusu biashara, wako ofisini. Kitu ambacho mimi nilikuwa nasema tunapenda Wahindi wanavyoishi na watoto wao, lakini wewe ulivyokuja ule mfumo uliokuwa na utamani, ingawaje nilikuwa sijui namna gani naweza kufanya, umeweza kuwasaidia kuwa train. Sasa hivi Lincoln anatusaidia vitu vingi, hata Linston anasaidia sana vitu vingi ofisini kwa age yao, kwa umri wao, kwa capacity yao. Yani kuna vitu vingi ambavyo wanavijua, wanavifanya vya kiofisi, wanavijua vya kimaisha, wanavijua. Sasa hivi wao wenyewe kujitegemea, kwenda shule wenyewe na kufuatilia vitu vyao, yani ni vingi. Kwenye hygiene, sio hata ulivyokuja si kama hata nilikuwa nimewafundisha kupaka deodorant. Sikumbuki. Ingawaje mimi ni msafi na najipenda, lakini training hizo zote nimefanya nao. Umefanya nao kwa maana ya training hygiene. Wao unaona deodorant, perfume, kuvaa wao wenyewe mpangilio wao wa mavazi. Sasa hivi Lincoln yani na Linston sikumbuki mara ya mwisho ambayo nilienda kuwachagulia nguo za kuvaa. Lakini wao wenyewe unakuta kabisa wamepangilia jinsi wanavyovaa na unaona kabisa wameweza, yani wameanza sasa kuelewa namna ya kuvaa. Yani vitu ni vingi, lakini nidhamu mezani unaweza kuchukulia ni kitu kidogo. Mwanzo nilikuwa nashindwa kuelewa wanavyokula, unaambia sitaki ule hivyo. Sitaki ule hivyo. Mwanzo nikawa naumia, nasema Mungu wangu. Kwa hiyo watoto wanakuwa uncomfortable wanapokuwa mezani, kwa sababu sasa wewe unawatrain ile table manners, namna ya kula vizuri, namna ya kutafuna chakula, namna ya kuchui, namna ya kuswallow, namna sio ya nini. Mimi mwanzo nikawa nashangaa, lakini sasa ni vitu ambavyo baba yao hakuwahi kufanya, hakuwa anafanya. Kwa hiyo na mimi ni watoto wangu wa kwanza, sijawahi ku-experience, lakini baadaye naanza kuona okay, watoto wanakuwa na nidhamu hii, wakikaa mezani wanakuwa hivi, hata wakikaa na wenzao. Ukawazuia kutumia tablet, sio kwamba hawana, wanazo mbili, lakini ukawazuia, yani ukawawekea mipaka kwamba watatumia kwa masaa, na wasipofanya kazi fulani, wasipofanya kitu kinavyotakiwa, adhabu yao unayowapa ni kuto kushika hizo tablet. Nikaona kile kitu jinsi kinavyowabadilisha. Mpaka tumekuwa kwenye vikao vya familia, nikaona wanakuuliza hawa umewadiscipline vipi, wanakuwa hawakai sana kwenye simu. Yani wakiwa kwenye interaction, tukiwa kwenye social event, wako na watu, wanaongea na watu. Watoto wengine wako kwenye simu. Yani tukiwa kwenye hizi programs za family program nini au nini, yani unakuta watoto wengine wako sana kwenye simu, wako kwenye game. Wakati wako kuna watu ambao, lakini hawa wako na watu, yani wako pale wana interact, wako present. Ndio mpaka kuna mtu alikuuliza au kwenye simu umewafanyaje? Sijui ulilojibu ile swali, lakini nikagundua kile ni kitu kikubwa sana ambacho ulikuwa pia unawafundisha. Ingawaje mimi nilikuwa naona unawapa adhabu zilizopitiliza. Kwa nini unawazuia hivi? Mimi ningekuwa mimi mama yao niko nao tu, simu, tablet, yani wewe walale huko washinde huko. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kuna tofauti, yani kuna vitu vingi
Vingine ni vitu ambavyo unaweza kuchukulia ni vidogo vidogo, kama nilivyosema, kikaa mezani, jinsi ya kula, kama hivyo, simu na walimiti kutumia muda wa kulala. Kingine sasa cha hivi karibuni ambacho ndio kinaendelea, Lincoln, saa 2 tulizoea watoto wanatakiwa kulala kwa sababu anaamka saa 11. Sasa wewe ulivyoanza Lincoln alianza kufanya hizi kazi za graphics, na kwa sababu anatusaidia sana kwenye mambo ya teknolojia, yuko vizuri huko. Sasa mpaka saa 3, saa 4, saa 5 na mtoto kesho anaenda shule. Na kuuliza wewe, mtoto huyu si anaenda shule, unasema wewe kuna siku utakuwa haupo. Kuna siku utakuwa haupo. Inabidi umfundishe awe tough, aweze kuelewa maisha manake nini. Kwa hiyo mwanzoni naye inaumiza, yani kimwanamke. Unaumia kwa sababu ile hisia, yani kwamba unaona kama jamani, mtoto hapa, this is too much. Lakini baadaye ukija kufikiria unasema kweli huyu siwezi kukaa naye siku zote. Kwa hiyo itakuwaje kama utamlelea tu mayai na nini na nini. Kwa hiyo nimeona kuna tofauti kubwa mno ambayo yani siwezi kuielezea yote, lakini picha fupi yani ndogo ni hiyo. Sasa nikija kuangalia kwenye malezi watoto ambao ninawaangalia kwenye jamii, naona jinsi gani kweli unaposema swala la mtoto kuwa mtoto yoyote, ayo wa kike ayo wa kiume, anaandaliwa. Yani mtoto wa kike ili aweze kuja kuwa mama bora, mtoto wa kiume ili aweze kuja kuwa baba bora, anatengenezwa. Anazaliwa ndio ana viungo vyake vya kike vya kiume, lakini ili aweze kuja kuwa responsible anatengenezwa kwa kweli. Na hapo kwa kweli namshukuru Mungu kwa ujio wako kwenye maisha yetu. Yani umenifundisha kwa matendo, na ndio maana nikasema watu wengi wanaona, lakini nafikiri wanavyoviona ni 5-10. Vingi hawaoni kwa sababu ndio hivyo tunaishi navyo sisi wenyewe ndani. Lakini hata mtu akiona hawa watoto, yani kuna watu wamekutana nao barabarani wananitumia message, nimeona watoto wako wana discipline, wana nini, yani hongera sana kwenye malezi, lakini hizo zote ni sifa zako. Kwa hiyo ndio tunasema, kwa hiyo maana yake tunasema unachokizungumzia hapo ni malezi au kulea watoto, sio mapenzi ya Mungu, au sio ndio Mungu anavyotaka. Ni wajibu wa wazee na wa wazazi wote. Lazima mpange, lazima mtengeneze. Nataka niseme hivi, kuna msemo wa single mother huwa tunasema kwamba tunaweza. No, nataka niseme mimi nimepita kwenye kile kipindi cha single mother. Na ndio hicho nataka uwaambie watoto wasingekuwa walivyo kama wewe usingekuja kwenye haya maisha. Ukawa train ulio train mpaka leo. Yaani ningekuwa nao niko mimi peke yangu. Of course shule wangesoma, ningelipa ada zao, lakini kuna namna hawa wasingeweza kuwa walivyo leo na wanavyoendelea kukua bila uwepo wa mwanaume ambaye ni role model kwenye maisha yao. Hicho kitu nitakataa kabisa, kwa sababu nina experience ya kuishi miaka 5 bila mwanaume, na sasa hivi na mwanaume ambaye anawafundisha watoto, anakuwa kioo kwa watoto, na mwanaume ambaye yupo tu ana exist tu kwa sababu yupo kwenye nyumba, na ile ambayo ulikuwa huna mwanaume kabisa, na ile ambayo nilikuwa sina. Kwa hiyo the message hii ni kwamba malezi na makuzi lazima watoto wanahitaji mwanamke na mwanaume ambao wana intention ya kuwakuza hao watoto kwa present. Yani ile neno linavyosema wale watoto katika njia impasayo, hiyo ile neno lina maana kubwa sana, kwa sababu kama wewe una exist tu ndani na hujui hao watoto unataka kuwapeleka kwenye direction gani, bado haina maana. 70% watoto wanajifunza kwa matendo yetu, sio maneno kabisa. 70. Tena hicho kitu sijaongea. Kuna kitu wakati unakuja kwenye maisha, kuna aina fulani ya maisha ya mahaba uliyaleta, uliyaonyesha. Yale watoto wangu walikuwa hawana kabisa hizo, sijui zinaitwaje, lakini sasa hivi unawaona kabisa watoto wamejifunza upendo kutoka kwa wazazi. Yani unaona kabisa hawa watoto watakapokuja kuwa kwenye majukumu yao ya maisha yao ya family, watakavyowapenda wake zao. Why? Wameona kwa baba yao jinsi anavyonitreat mimi kama mama yao na kama mke wake, kwamba kumbe ukioa mke wako unatakiwa ukae naye hivi. Kwa hiyo watu walikichukulia hicho kitu ni negative, lakini I'm telling you hicho ni kitu ambacho watoto, kama tunataka kumaliza ukatili kwenye familia zetu, maana bado kwenye jamii kuna ukatili mwingi sana, kama tunataka kuondoa ile dhana ya wanaume kudharau wanawake. Unaona hii mambo, kitu mtu anasema kupigia magoti ni umama. Hiyo yote ni mtu ambaye hajaona upendo wa mama na baba. Lakini hawa watoto wetu ambao wewe unawalea na kwa kuwaonyesha mapenzi, hawawezi kuja kuwa na tabia kama hizo. Ni wana upendo mkubwa sana. Wana mahaba makubwa sana. Yani wamejifunza kutoka kwako na respect kubwa mno. Haya, single mothers, wale wenye wasiokuwepo wapo, tutaendelea zaidi na hii kesho kwa upande sasa wangu mimi.